Haya, karibuni sana. Hebu leo tuongelee jambo zito sana kuhusu kilimo cha ndizi hapa Tanzania. Kuna hasara kubwa, yaani hasara iliyojificha, ambayo wakulima wengi sana hawaijui. Hasara hii inawezekana kabisa inakula faida yako kimya kimya, na leo tutaifichua. Sawa, hebu tuingie moja kwa moja kwenye kiini cha mada. Hii hasara niliyokuwa naiongelea ni kitu halisi na inawaathiri maelfu ya wakulima. Ni pesa ambayo unaipoteza bila wewe mwenyewe hata kujua. Hebu fikiria shamba lako la ekari moja. Jiulize swali hili. Inawezekana kweli kwamba unapoteza mamilioni ya shilingi kila mwaka kutoka kwenye eneo hilo hilo dogo? Jibu ni ndio. Hili si jambo la kubahatisha, ni uhalisia kwa wakulima wengi sana. Na namba yenyewe ndio hii hapa. Shilingi milioni 5,800,000. Tena kwa mwaka mmoja. Kutoka kwenye ekari moja tu. Hii ndio tofauti ya mapato kati ya mkulima anayetumia mbinu za kizamani na yule anayetumia mbinu za kisasa. Ni kiasi kikubwa mno cha pesa kinachopotea hewani. Sasa, ili kuelewa hili vizuri, fikiria kuna njia kuu mbili ambazo mkulima anaweza kufuata. Ni kama barabara panda. Hebu tuzichunguze hizi njia mbili na tuone jinsi zinavyoleta matokeo tofauti kabisa kwenye shamba lile lile. Hapa sasa ndipo utofauti wote unapojitokeza. Upande wa kwanza tuna mkulima wa jadi. Yeye anafata zile mbinu za babu. Matokeo, anavuna mkungu mwepesi wa kilo 12 na anauza kwa shilingi 5,000. Upande wa pili sasa, yupo mkulima wa kibiashara. Huyu anatumia mbinu za kisasa. Anavuna mkungu mnene wa kilo 35 na anauza kwa shilingi 18,000. Tofauti ni shilingi 13,000 kwa kila mkungu mmoja. Hebu pige hesabu. Na ishu haishi kwenye uzito wa mkungu tu. Angalia hii jedwali. Mkulima wa kibiashara anapata mavuno mara 2, hata mara 3 zaidi kwa mwaka. Na shamba lake linadumu kwa miaka mingi zaidi. Linaendelea kumpa pesa. Data hizi hazidanganyi, zinaonyesha ukweli waziwazi. Sasa unaweza kujiuliza, nini hasa kinacholeta hii tofauti yote kubwa? Ni udongo? Ni hali ya hewa? Au ni miujiza? Jibu ni hapana. Jibu ni rahisi na lina nguvu sana. Tofauti ni elimu. Na hapa ndipo nataka unielewe vizuri sana. Swala sio kuongeza masaa ya kufanya kazi shambani au kutokwa na jasho jingi. Hapana. Swala ni kubadilisha jinsi unavyofanya kazi. Ni kufanya kazi kwa akili zaidi ukiwa na maarifa sahihi mkononi. Basi, hii elimu ni nini hasa? Hebu tuichambue. Kila kitu kinaanzia hapa, kwenye mche unaupanda. Kujua tofauti kati ya mche uliotengenezwa maabara, yaani tissue culture, ambao hauna magonjwa na unakuwa kwa usawa, dhidi ya ule wa kienyeji, ni hatua ya kwanza na ya muhimu kuliko zote. Baada ya kupata mche bora, elimu inaendelea shambani kwenyewe. Unahitaji kujua jinsi ya kupanga mimea kwa nafasi sahihi, kiasi gani cha maji weke, mbolea gani itumike na wakati gani hasa. Hivi vitu vidogo ndio vinajenga msingi wa mavuno makubwa. Na hapa sasa ndipo pesa halisi inapotengenezwa. Elimu haishii tu kwenye uzalishaji, inaenda hadi kwenye biashara. Lazima ujue soko lako, ujue ni lini bei ziko juu, na uanze kuwatafuta wateja kabla hata hujavuna. Hapo ndipo unabadilisha kilimo kuwa biashara yenye faida ya uhakika. Hii yote inatuleta kwenye mabadiliko makubwa sana ya kimtazamo. Ni safari ya kutoka kwenye kulima ili tu upate chakula na kuingia kwenye kuendesha shamba lako kama biashara halisi, biashara inayolipa. Nukuu hii inabeba ukweli wote. Mara tu unapoanza kukiona kilimo kama biashara, maamuzi yako yote shambani yanabadilika. Lengo lako halitakuwa kuvuna tu, bali litakuwa ni kupata faida. Hebu tazama picha hii. Haya ndiyo matokeo halisi unayoweza kuyapata pale unapobadilisha mtazamo na kuanza kutumia maarifa sahihi. Haya si maneno ya kwenye vitabu, ni matokeo yanayowezekana kabisa shambani kwako. Hebu tulinganishe mitazamo. Mkulima anayepata hasara anategemea bahati. Anauza kwa yeyote anayetokea. Lakini yule anayefanikiwa ana mpango. Anatafuta soko mapema. Na muhimu zaidi, anajua kila shilingi inayoingia na kutoka.
Ni tofauti ya usiku na mchana. Sawa. Baada ya kuona haya yote, labda sasa unajiuliza, sasa mimi nianzie wapi? Habari njema ni kwamba hatua ya kwanza ni rahisi sana na unaweza kuichukua sasa hivi. Haya maarifa yote tuliyoyazungumzia, kuanzia kuchagua mche bora, kusimamia shamba hadi kulielewa soko, yamekusanywa na kuwekwa kwenye mwongozo mmoja kamili. Kila kitu unachohitaji kiko hapa. Na kwa kuwa umefuatilia mpaka hapa, tumekuandalia ofa maalum. Watu 99 tu wa kwanza watakaonunua mwongozo huu wataupata kwa bei ya kipekee sana. Bei ya ofa ni shilingi 29,000 tu. Fikiria hivi, ni uwekezaji mdogo sana ukilinganisha na ile hasara ya hadi milioni 5.8 unayoweza kuipata kila mwaka. Huu ni uwekezaji kwenye maarifa yatakayokurudishia faida mara nyingi zaidi. Na ni rahisi sana kuupata. Fuata tu hatua hizi 3. Kwanza, tuma malipo yako kwa M-Pesa. Pili, tuma ule uthibitisho na email yako kwa WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo unayoiona hapo. Na 3, ndani ya dakika 10 tu utakuwa na maarifa yote mkononi mwako, tayari kuanza kubadilisha shamba lako. Kwa hiyo, baada ya maelezo yote haya, swali la msingi limebaki moja tu, na ni la kwako binafsi. Je, utaendelea kuvuna ile ndizi ya kilo 12 au uko tayari kuchukua hatua na kuanza kuvuna ndizi nzito ya kilo 35? Uamuzi uko mikononi mwako.